Morning Trumpet, asante kwa uamuzi wako mzuri kabisa kuendelea kwa nasi. Mimi ni Faraja Sendegia na kualika kuungana nami katika ile sehemu ya topic au mada ya siku, na nilikudokeza mapema hoja yetu kubwa itakuwa tutazungumza masuala ya mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikafaa kukabiliana na changamoto ya ujangili kwa wanyamapori hapa Tanzania. Na katika ukurasa wetu wa Facebook tukakuuliza, je, unaelewa nini kuhusiana na ujangili na namna ya kukabiliana nao wewe kama Mtanzania? Lakini pia hoja inayotuleta pamoja na wataalamu ambao nitawatambulisha hapa hivi punde ni kampeni ya kitaifa ya kupinga ujangili ambayo itafanyika mkoani Morogoro kati ya tarehe 20 mpaka tarehe 22. Waratibu wa kampeni hii ni Habari Development Association. Hii ni umoja au jumuiya ambao wako hapa, utajieleza vizuri sana. Daniel Sarungi ni mratibu wa Habari Development Association, karibu sana. Nashukuru sana. Na Christopher Kajitueli, karibu sana. Mratibu pia katika Habari Development Association na pia kampeni hii ya hifadhi kwa maana ya kupinga ujangili. Lakini pia tunaye Timothy Mdika, karibu sana. Nashukuru sana. Timothy Mdika ni mhifadhi na lakini pia mkurugenzi wa Land Africa, karibu sana. Asante sana. Naam. Kabla hatujaenda kwenye hoja ambayo inatuleta pamoja, kampeni ya kupinga ujangili, tuwafahamu kidogo. Naam. Habari Development Association, ninyi ni wanahabari, si ndio? Hebu jinadini kidogo tuwafahamu. Okay, Habari Development Association ni jumuiya ya wanahabari ambao waliona umuhimu wa kutafuta habari mbalimbali za mambo ya uchunguzi, mambo ya wanyama na rasilimali zetu na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo wakatengeneza organization, wakaisajili kama NGO ambayo itakuwa ina deal na habari za kiuchunguzi zaidi kuhusu mambo ya maliasili na mambo ya wanyama kwa ujumla. Kwa hiyo sasa katika majukumu yake ambayo imekuwa ikifanya, tumepanga kwamba this time sasa tufanye kitu. Sasa tumechunguza habari nyingi, tumeandika habari nyingi. Sasa kuandika pekee yake haitoshi. Hebu na sisi tuonyeshe na sisi sehemu yetu ya kuokoa hali ya inayoendelea au kuisupport serikali kutokana na mambo ambayo yanaendelea ujangili. Christopher. Naam. Habari Development Association ina umri gani? Kwa sasa nafikiri ni takriban kama miaka 4 toka ianze kufanya kazi. Miaka 4 si michache. Ni mingi. Unajivunia nini tangu umekuwa katika hii association? Taarifa nyingi ambazo zimeandikwa kuhusiana na ujangili. Swala zima la kufika kwenye mbuga ambazo ndio sehemu ya athari kubwa na ndio iliyotuleta hasa kuzungumza leo hapa. Kwa taarifa nyingi zimezungumzwa, na hata kama utafuatilia juzi tulikuwa na press conference ambayo ilieleza mambo mengi yatakayokwenda kufanyika kwenye tukio kubwa litakalokuwa Morogoro. Kwa hiyo kubwa tunachojivunia kifupi ni swala zima la uandishi ambao umeeleza kwa upana athari na malengo ya kuhakikisha kwamba ujangili unapotea katika sehemu hii ya Tanzania. Mimi nimeandika habari hizo japo si mwanachama. Utaniambia namna gani na kwa mwanachama. Karibu sana. Timothy Mdika, wewe ni mhifadhi lakini pia mkurugenzi wa Land Africa. Hebu tuambie kidogo kuhusu Land Africa na uhusiano wako na Habari Development Association. Okay, asante sana Faraja. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Learning and Discovery Africa, kwa kifupi ni Land Africa. Ni kampuni ambayo inahusika na masuala ya utalii, lakini vile vile inahusika na hospitality industry kwa ujumla wake. Kwa hiyo mambo ya ukarimu na wageni, sio wageni, watalii wa Tanzania. Kwa mfano jana tumemaliza program ya Easter ambayo ilikuwa ni ndefu kidogo. Tulikuwa na familia kama 8 ambazo tulikwenda nazo mpaka Ngorongoro, Arusha, na kuona vivutio vyetu, na lengo kubwa la kwetu sisi ni kuona jinsi gani Watanzania watamiliki uhifadhi, watamiliki utalii na kuendelea kufurahia haya Mungu ambaye ametupatia. Mtukufu Rais alikuwa anazungumza juzi kwamba tunahitaji kuipenda nchi yetu, tunahitaji kuthamini tulivyopewa na Mungu. Sasa kama hatutaanza kuwa expose wa Tanzania wenyewe kuyaona haya mambo kama ni ya kwao, tutafika mahali hata tena ule utamu wake hatutaufahamu, na itakuwa tu ni mali ya wenzetu ambao ni wa nje ya Tanzania. Kwa hiyo kama kampuni, kama organization tunajitahidi sana kuencourage watu waje, kuencourage kuona thamani kwa nini tunahitaji kuhifadhi hivi vitu. Kwa hiyo kimsingi
kampuni yangu pamoja na waandishi tumekuwa tukifanya nao kazi muda mrefu sana, na kama alivyosema tangu miaka 4 iliyopita tumekuwa tunapata habari nyingi sana kuhusiana na masuala ya ujangili, masuala ya uhifadhi, jinsi gani nchi yetu imekuwa katika mambo kama hayo. Kwa hiyo tukajikuta tu tayari, kwa sababu vision yetu ni moja. Tunajaribu kuona jinsi gani tutaipeleka Tanzania mbele kidogo kulingana na pale mahali tulipo. Kwa hiyo ndio maana tuna mahusiano mazuri sana na waandishi wa habari, na sio tu organization, lakini hata waandishi wa habari tumekuwa tukiwasiliana nao vizuri sana. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio mahusiano yetu ambayo na kushukuru. Tunazungumza mambo mawili, tunazungumza kuhamasisha watu katika masuala ya utalii, wakati huo huo kuna hii changamoto ya ujangili. Hebu tuje sasa kuiangalia kampeni hii ambayo itafanywa na wenzetu hawa na habari kutoka Habari Development Association. Ni nini ambacho tunataka kufanya cha tofauti? Nani hapa bwana Daniel ameanza kusema kwamba tumeandika sana, nawe pia umesema, lakini sasa leo tunakuja na kitu ambacho tunataka kukisikia. Tofauti yake nini? Sawa. Kabla hatujaenda huko, kwanza ningependa watu wajue ujangili unafanyikaje. Kwa kifupi sana. Majangili wengi wanaokuja wanapata msaada mkubwa kutoka kwa watu ambao wako vijijini, vile vijiji ambao vinazunguka mbuga au hifadhi. Na mara nyingi wale majangili hawajui, hata unajua unaweza kukaa mle ndani ya mbuga hata wiki 3, hata mwezi, huja kutana na tembo. Wala hujui yuko wapi. Sio kila mtu anajua tembo alipo. Sasa kuna wanavijiji ambao wale wanajua kwamba tembo anapita njia gani kwenda kunywa maji. Wameshajua tabia. Yes, wote wanajua tembo anapita njia gani kwenda kunywa maji, tembo anaenda kunywa maji saa ngapi, tembo analala muda gani. Kwa hiyo wanajua vitu vingi sana kuhusu tembo. Kwa wale na mara nyingi wanakuwa ni watu ambao wana maisha ya chini sana. Kwa wale majangili wakija wakawaletea sukari, mchele, wanakuwa wanaweza kushawishika kutoa misaada, kuelekeza vitu kama hivyo. Ni aina gani ya msaada unafikiri wanatoa? Na msaada ambao ni pamoja na kushiriki tukio lenyewe la ujangili, lakini pia kuchora ramani au kuelekeza njia mbalimbali za kupitia. Na hii inatokana na wale wakimwona jangili kaja, wanaona kama amekuja kuwa mkombozi, kwa sababu wanamchukia tembo. Wanamchukia tembo kwa sababu tembo anaharibu mashamba, tembo anakuja anaharibu nyumba zao. Na ukimsoma tembo vizuri, unaona kwamba tembo ana tabia kulipiza kisasi. Tembo anahisia kama binadamu. Tembo akizaliwa mtoto tembo wanakuwa na sherehe kabisa. Tembo akifa wanakuwa na huzuni. Sasa tembo akimwona tembo mwenzake ameuawa na binadamu, anakaa nayo moyoni. Lakini kuna siku ataitoa. Sasa jinsi kuitoa, anaamua kuvamia mashamba, anaharibu. Sasa kitendo kile kinampa relief yeye, lakini binadamu anazidi kumchukia sasa kwamba katuharibia tena mashamba. Kwa hiyo anazidi kukaribisha ujangili uendelee kutokea. Kwa hiyo ni mzunguko ambao tusipo ukatisha sasa hivi hautakuja kuisha hapa katikati. Bwana Timothy, wewe ni mtaalamu wa masuala haya. Anachokisema sasa, wewe ni mhifadhi, sio? Ni kweli, na ndio maana tunajaribu kuona, hebu tutumie utalii uweze kuwa sehemu ya kutatua masuala ya hayo ambayo anazungumzwa, kwa mfano ya ujangili. Kwa sababu hizi jamii zinazozunguka hizi mbuga za wanyama, kwa mfano tuchukulie mfano Selous. Ukiangalia Selous jinsi ilivyo tajiri kwenye masuala ya wanyama na ecosystem zima ile, ukalinganisha na maisha ya watu wanaoizunguka Selous, ni kama vile unalinganisha usiku na mchana. Vitu vile tofauti kabisa, kwa sababu wale wazungu wanapita pale na magari yao, wanaingia hifadhini, wanawaona, lakini kile ambacho wanapata kama wananchi ambao wanaiangalia Selous mbele yao ni kidogo sana, au hakitoshelezi, na hawaoni kwamba inawasaidiaje kwenye maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo tunataka tuwe na kitu wenzetu wanaita utalii endelevu, sustainable tourism, kwamba basi hawa, japo kwamba kuna makampuni ya kitalii, kuna wizara ya utalii ambayo inawaleta wale watalii mpaka pale wanafika, lakini je, hawa wenyeji wanafaidi individual ikiwezekana? Tunajua serikali inafanya kiasi kikubwa sana kwa kweli. Hifadhi zetu zinasaidia zile jamii, zinajenga mashule, zinafanya mambo mengi, lakini ukienda individually, yani kama nakuelewa vizuri, kwa mfano hawa ni simba hawa. Yes. Kwamba simba hawa wananifaa nini mimi ninaishi jirani na mbuga hii? Sawa. Eti kisa kuna watu fulani wamekuja kutoka Ulaya kuja kuwaangalia. Sawa.
Sasa kama sioni faida ya hao mtashiriki tu ujangili, sio kabisa. Ni bora kwa mfano majangili wanapokuja akitaka labda ngozi ya simba, wanajua kabisa yuko wapi simba, na kwenda kumuua simba ni rahisi tu. Kwa hiyo sasa sisi kama wadau wa utalii na uhifadhi tunajitahidi sana tuone jinsi gani Watanzania, tena ikiwezekana wa hali ya chini, wale wa vijijini, waone thamani ya utalii, na tunataka tufike mbele zaidi. Kwa mfano kuna swala la kukata mkaa sasa hivi, wanaona hii misitu iko mbele yao, lazima waende wakate mkaa aweze kuuza gunia apate hela ya kuishi. Lakini kama angeona utalii unamuafekti moja kwa moja yeye, labda angesema no, hatuhitaji kuwa simba, kwa sababu tena utalii utaendelea na wataendelea kuja. Kwa hiyo sasa sisi tunajaribu kufanya kitu tunaita sustainable tourism, ambayo ina impact wananchi maisha yao, na ndio wanaona thamani ya kuendelea. Kwa najaribu kuangalia picha navutika mpaka na sawa hata kukusikiliza na tamani utafanya utalii kidogo. Tuje kwenye kampeni hii ambayo itafanyika Morogoro. Ndio. Bwana Christopher. Ndio. Hebu tupe picha ya kampeni. Ni kitu gani sasa? Maana tunazungumza vitu viwili. Utalii ni muhimu, lakini utalii huu umekabiliwa na changamoto hiyo ya ujangili. Washiriki wa ujangili ni wenyeji wa maeneo yanayozungukwa na hifadhi. Tunataka kufanya nini? Okay, swala la kwanza ni lazima tujue wajibu wa mwananchi ni upi katika swala zima la hifadhi na wanyama wenyewe wanaohusika. Wananchi wana wajibu mkubwa sana kuliko hata serikali yenyewe, kwa sababu sisi ndio tunaiweka serikali madarakani, sisi ndio tunawaweka hawa watu watusimamie. Tuna wajibu wa kwanza kabisa wa kuisaidia serikali kuhakikisha kwamba uhifadhi unakuwa sahihi na swala la ujangili unakuwepo, na hii ndio imetufanya sisi sasa tunyanyuke kama wananchi. Mimi si mwajiri wa serikali, lakini kwa nini nimenyanyuka? Kwa sababu naona kwamba nina wajibu sasa wa kuhakikisha kwamba serikali inasaidiwa kuhakikisha hili jambo linapotea. Kampeni hii ambayo tunakwenda kuifanya Morogoro, lengo kubwa ni kuleta hamasa na kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu tumeona madhara makubwa ambayo yanatokea kwenye ujangili. Ukiangalia hatua hata za ujangili jinsi zinavyofanyika, kwa mfano nitakupa mfano mzuri kwamba ujangili unapofanyika haufanywi na mtu mmoja, kama alivyozungumza Daniel mapema kwamba wanasaidiwa na wale jamii zilizoko karibu na hizo mbuga. Kuna hatua za ujangili unavyofanyika. Jangili huyu ambaye anakwenda kufanya ujangili huo anachukua silaha, labda anakwenda kuua tembo, anayekwenda kuchukua lile pembe ni mtu mwingine, anayekwenda kulisafirisha kwenda sehemu nyingine ni mtu mwingine, anayekwenda kwa hatua hadi hatua, wanabadilishana kwa ujanja mwingi. Na hii sasa ndio inatusababisha sisi kuja kuileta jamii iwe pamoja, tushirikiane kuhakikisha tunaondoa swala zima la ujangili, ikiwezekana kulifuta kabisa katika nchi yetu. Kwa jamani lenga pale hawesiki tena, amaliza kazi yake. Hata kuja kunufaika na hayo mapato bandia hayo. Yes. Kwa utaona cheni kubwa ilivyo na huu muhimu wa sisi sasa kunyanyuka. Kwa hiyo siku ya tukio lenyewe tutakuwa na swala zima la elimu, na tumeligawanya katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ambayo itakuwa ni tunaita siku ya kwanza ambayo itakuwa na Alhamisi. Hii siku ya tarehe 20 tutakuwa na mambo mengi ambayo tutakuwa tutazungumzia pale. Tutakuwa na takwimu zitazungumzwa pale, mabanda ambayo yatawekwa pale ya mbuga mbalimbali, kwa kutakuwa na hizo mbuga zimeweka mabanda yao zikitoa elimu kwa wananchi. Kwa wananchi watapokea elimu kuhusu uzuri wa wanyama na utalii wenyewe. Yes, mahusiano na hawa wanyama. Je, wananchi waishije na hawa wanyama? Wananchi wanatakiwa kufanya nini? Mhifadhi unapajua hapo ni wapi? Unaweza kupagundua? Hapa ni inawezekana ni Mikumi. Kama Mikumi. Lakini hapo ni Serengeti. Hapa ni Seronera. Sawa. Kwa hiyo watapewa elimu nzuri juu ya mahusiano, kwa sababu tutakuwa na wataalamu, na wataalamu hawa watatoka kwenye hizo taasisi husika kuhusiana na hawa wanyama. Kwa hivyo tutakuwa na siku ya pili pia. Siku ya pili itakuwa ni siku ya kusoma takwimu ambazo sasa kimsingi wataeleza ujangili ulifikia wapi. Je, sasa data kamili mpaka sasa umeshuka kiasi gani, na mpango wa serikali mzima ukoje katika kuhakikisha kwamba na mzima kapumzika mzima. Kwa umeona kwa tutakuwa na hilo pia katika siku hiyo ya pili. Na siku ya tatu itakuwa ni siku ya matembezi, ambayo sasa watu watabeba ujumbe mbalimbali juu ya hawa fulani ya maandamano. Exactly kabisa. Kwa hiyo tutakuwa tunatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na hii itakuwa ni eneo kutoka la mkuu wa mkoa Msamvu pale na mpaka Jamhuri Stadium. Kwa nini mmechagua Morogoro?
Okay. Done. Yes. Kwanza Morogoro ni senta kubwa sana ya utalii, na nikiwa namaanisha kwamba ina mali asili nyingi kujumuisha mbuga pamoja na hifadhi pamoja na vivutio mbalimbali, lakini Morogoro ni sehemu ambayo ndiko iko Mikumi kule, sio? Oh, ya ndiko Mikumi. Lakini ukifuatilia vizuri ujangili, historia yake vizuri, unagundua Morogoro ni sehemu ambayo aidha majangili ndio chimbuko la ujangili au majangili wengi walikuwa wanatumia Morogoro kujificha. Kwa wakishafanya nani zao wanaweka kambi zao Morogoro. Ukisema chimbuko la ujangili maana yake watu wa Morogoro majangili wote, sio? Hapa hawezi kuwa wote, lakini majangili wengi walijiassociate na Morogoro. Yeah, kwa hiyo wakiwa wanafanya matukio yao mengi Morogoro ndo kama hub au center yao ya kutana. Kwa hiyo tukasema hapana, hii tukio badala ya kulifanya Dar es Salaam ambapo hamna mbuga, tulipeleke Morogoro sasa pale kwa watu wenyewe, ili tutakapotoa hii elimu iwafikie walengwa. Kule kuna vikundi vya wafugaji, kuna vikundi vya wakulima, kuna vitu vingi sana, kuna vikundi vingi ambao tukiwaalika watakuwa na impact ya moja kwa moja. Lakini pia kwenye kampeni hiyo kuongezea, tutazindua rasmi vilabu vya kupinga ujangili, yani anti-poaching clubs. Tumeona kwamba ujangili hauishi porini peke yake. Baada ya porini ujangili unaendelea, wanatumia airport kusafirisha hizo tasks, wanatumia bandari kusafirisha, hela zinaingia benki, kwenye mifumo ya benki, taasisi za zinahusika za kisheria. Kwa hiyo tukasema kwamba sasa hizi anti-poaching clubs, hivi vilabu vya kupinga ujangili tutakapovianzisha vitakuwepo kwenye vile vijiji ambavyo vinazunguka mbuga, lakini wakati huo katika taasisi kama za airport, wafanyakazi pale tutachagua wachache ambao watatengeneza kikundi cha kupiga club yao ya kupinga ujangili. Lakini hivyo vitafanyika pia mabenki, hivyo vitafanyika pia bandari, hivyo vitafanyika katika mahakama na taasisi za kisheria zote, hivyo vitafanyika katika taasisi za waandishi wa habari ambao tutataka wao wanafuatilia pia zaidi kuhusu kesi za majangili zinavyokuwa zinaenda. Hivyo itafanyika pia katika taasisi za kipolisi zenye mamlaka. Kwa hiyo hivi vikundi vyote vitakuwa vinasaidia kutoa taarifa mbalimbali kwamba tumeona kitu fulani kinaendelea kinahusiana na ujangili, na polisi watakuwa wanachukua hatua za haraka kupambana na hiyo hali. Nilikuwa najaribu kusikiliza kwa makini nione hiyo tofauti sasa kutoka kwenye kuandika kuja kwenye kuzindua hii campaign. Bila shaka clubs hizi zinaleta hiyo tofauti. Lakini bado swali la msingi ni motive. Kitu gani kitafanya hizo club ziwe na uhai? Ni sawa, unajua lazima kwanza ufahamu hawa wanaosababisha ujangili uwepo wanafanya nini, na itakuwa njia nzuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unayekuja kuhakikisha kwamba unapinga unafanya nini pia. Umeona? Na ukishajua hilo, ni njia rahisi sana kuwasaidia wale ambao wanashawishiwa kuhusika na hili jambo, ambao ndio wananchi wenyewe. Sasa sisi katika uzinduzi wa hivi vilabu ambavyo vitahusika kabisa moja kwa moja na kuhakikisha ujangili unapingwa kupitia hawa raia wanaozunguka kwanza kwenye hizi mbuga, kwa sababu tutakwenda kwa awamu. Itawahusishaje? Swali lenyewe ni kwamba wale wananchi tunatamani kuwasaidia waingie katika namna ya uchumi utakaowasaidia na wasiwe tegemezi. Kwa maana ya kwamba mfano tunajua kwamba tembo wanamuona kama adui. Sisi tunataka kuwaambia tembo si adui yao. Tembo ni mnyama ambaye wanaweza wakaishi naye, na ili kumdhibiti tembo unaweza ukalima mazao vizuri katika shamba lako ambalo wananchi wamekuwa wakiona kama tembo wanaharibia, ukaweka mizinga ya nyuki kwa sababu tembo anaogopa nyuki. Kwa unakuwa umemdhibiti tembo, swala la kwanza, hatafika kwenye mashamba. Lakini swala la pili, utakuwa umetengeneza kipato kupitia ile asali utakayolina pale. Umeona, na shamba na mazao ya yes kabisa. Kwa hiyo kwa namna hii tunataka tuwajengee mtazamo chanya wananchi, kuondokana na hivi vitu vidogo vidogo ambao pengine kwa namna moja au nyingine vinawarubuni kuingia kwenye huo mtego kwa sababu wanapewa. Ukweli ni kwamba wale majangili wana ujanja mwingi. Ni watu ambao pengine wanaweza wakawa na fedha. Wanapoingia pale wanaweza wakahakikisha kwamba wanawasaidia vitu vidogo vidogo vya siku mbili ambavyo ukiangalia kwa namna moja au nyingine haviwasaidii wananchi katika maisha yao ya muendelezo wa siku zote. Ni kitu unapata siku moja alafu kimepotea. Kwa sisi nia yetu ya dhati kuhakikisha katika kampeni hii ni kuwafanya wananchi wawe na uelewa mpana, lakini
pia wajue faida ya hawa wanyama kwao kupitia serikali inakuwaje. Nadhani kuna hili tatizo pia kwamba hawajui sasa tembo mimi atanisaidia nini? Simba atanisaidia nini, labda kwa mfano ule muunganiko wa hivi vitu, maswali kama hayo wanayo. Sasa hapa itakuwa ni sehemu nzuri kupitia hayo mabanda, lakini pia kupitia vilabu ambavyo vitazunduliwa kuwapa elimu tosha ili washawishike kuhusika wao wenyewe kupinga pato la serikali linapatikanaje na linamsaidiaje yeye katika hali nzima ya maisha yake. Ni taasisi sio ya kiserikali, mna nguvu ya kiserikali kiasi gani kulifanya hili kuwa na mafanikio? Kwa sababu tunaona mara nyingi taarifa tunazoziona meno ya tembo kadhaa yamekamatwa bandarini, airport na vitu kama hivyo. Kukamata inaweza kuwa jambo moja na la maana, lakini bila shaka kuzuia kuna maana zaidi. Mnaipata nguvu kiasi gani kulifanya hili kuwa na mafanikio? Okay. Kwanza kabisa napenda kuipongeza kwa kweli Wizara ya Maliasili na Utalii na serikali kwa jumla wamejitahidi sana hasa katika awamu ya serikali ya 5 ambapo tumeona majangili wanahukumiwa na kesi zinaenda haraka na ujangili umepungua kwa kweli. Kwa hiyo sisi kama taasisi kwanza kabisa ni kuhakikishie Bwana Faraji kwamba wananchi ndio wenye jukumu la kwanza ya kulinda mali asili. Serikali inawasaidia katika kulingana sasa na uwezo wa serikali na vifaa na vitu kama hivyo. Serikali imejikita pia pamoja na kuzuia, lakini pia katika kukamata ile trafficking wanaitwa, kukamata wanaosafirisha pembe na nini. Lakini sisi tusiwe katika kukamata kwa sababu hatuna vifaa vya kukamata, hatuna mamlaka hayo. Lakini tukijikita wala hatujatumwa kukamata. Lakini tukijikita kwenye kuzuia kabla tembo hajafa. Kumbuka unapokamata tembo alishakufa. Sisi tunajikita kwenye kuzuia. Na tunashukuru sana wizara imetupa support sana. Imetushika mkono pamoja na sisi kwa sababu tunawaunga mkono, tumeungana kufanya hii shughuli moja. Kwa hiyo wizara wako pamoja na serikali nzima iko pamoja na sisi, na hasa ukiangalia katika awamu ya serikali ya 5, Mheshimiwa Rais focus yake kubwa katika utalii. Kama mwaka kesho ikifanikiwa hiyo ndege ambayo inakuja ambayo itakuwa ya Dreamline ambayo itakuwa inatoka Marekani moja kwa moja kuja mpaka Tanzania, maana yake tutakuwa na watalii wengi wa kutosha. Rais amefanya kwa nafasi yake, wizara imefanya kwa nafasi yake, sisi wananchi pia tufanye kwa nafasi yetu, serikali itatunga mkono. Nimependa ile ya Christopher ya nyuki na namna ambavyo nyuki unatumia rasilimali zilizopo kutatua changamoto. Timothy, ndio bwana, tumewasikiliza wanahabari. Ndio. Unayaona matumaini kwa kampeni hii? Kwa kweli nayaona kwa kiasi kikubwa sana, na ndio maana hata mimi niliguswa sana niliposikia wanakuja na hili jambo, na ndio maana tukaungana, kwa sababu mmoja sisi, hasa kwa mfano nizungumzie sisi wenyewe katika kampuni yangu, tumekuwa tukijitahidi sana kuona jinsi gani tutaweza kusaidia haya mambo yaende. Sasa inapotokea organization kama hizi zinakuja na zinakuwa sehemu ya kupambana na ujangili na kuhamasisha uhifadhi, sisi kwetu inatutia moyo sana, na nina imani hiyo kwa sababu kwanza watu wanaoshughulikia hili swala kama unavyoona ni vijana, wana nguvu, wana moyo na wanapenda, unasikia kabisa ile passion kutoka ndani yao, wana ile purpose ya kuona kwamba hili jambo lazima litokee. Kwa hiyo kimsingi sisi tunaguswa sana, lakini hata haya masuala ya uhifadhi ambao unatumia mbinu za asili, kwa mfano alivyozungumza swala la nyuki, mimi pia ni mdau wa nyuki, ni mfuga nyuki. Kwa hiyo zile tabia za wanyama zinaweza kutusaidia sana katika uhifadhi, lakini cha msingi sana mimi nilikuwa nafikiri na nachokazia, tuone utalii unawajibika kwa jamii zetu. Sasa hivi jamii kama vile zinawajibika kwenye utalii, lakini je, utalii wetu una impact kubwa kiasi gani kuweza kupunguza hilo? Na mimi nilikuwa natamani sana kuliona kwamba huu utalii una maana gani kwenye maisha yangu kabisa. Kwa hiyo na ndio maana tunajaribu kuona kwamba hebu hata tukigusa familia 3, 4, 5 zikaanza kuona kumbe tembo anapokuwa kwenye ile ecosystem yake, ni kwamba siku tukimwondoa tembo pale, ile ecosystem nzima inakufa. Kwa mfano nilikuwa Selu pale siku moja, nikawa najaribu kufanya udadisi kidogo wa wale wenyeji, ni kitu gani ambacho wanafaidika kutokana na tembo. Wanakueleza kwamba
magonjwa mengi sana wanayatibu kutokana na mavi ya tembo. Yes. Wanatengeneza juice kutoka kwenye yale mavi ya tembo. Wanachukua yale fresh, wanakamua, wanachukua ile juice, wanachanganya na mayai ya kanga, wanachanganya mule, wanakoroga, vyote kutoka porini huko. Kutoka porini wanakunywa. Sasa imagine leo hii wamefika mahali mpaka thamani ya tembo hawaioni, kwamba wanatibu hata magonjwa yao, wanaamua kumuuza kwa hela ndogo sana, ambayo akishatumia mwezi mmoja miwili ameishiwa na ile hela. Kwa hiyo ni sehemu moja wapo. Nikushukuru, tutarejea baadaye kidogo. Timothy Mdika, mhifadhi na mkurugenzi wa Land Africa, lakini pia tunaye Daniel Sarungi na Christopher Kajitueli, hao wote kutoka Habari Development Association. Tuende mapumziko mafupi, tutakaporejea tuendelea na mazungumzo haya. Hii ni Morning Trumpet. Mwananchi Communications Limited tunakusogeza karibu zaidi na ulimwengu wa habari na matukio ya kijamii, siasa, uchumi, michezo, burudani na makala murua kupitia magazeti yetu ya Mwananchi, The Citizen, Mwanasport ambayo yako sokoni kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Pia unaweza ukasoma magazeti yetu kupitia tovuti ya www.epaper.mcl.co.tz muda wowote ukiwa mahala popote kwa bei nafuu. Tembelea mitandao yetu ya kijamii ya Facebook Mwananchi News, The Citizen Tanzania na Mwanasport, na huko Instagram Mwananchi @_official na Twitter @Mwananchi News, @The Citizen TZ, @Mwanasport TZ, na YouTube pia tupo, utatupata kwa MCL Digital kupata habari za papo kwa hapo na yanayojiri dunia nzima. Kwa habari zaidi tembelea tovuti zetu za www.mwananchi.co.tz, www.thecitizen.co.tz na www.mwanasport.co.tz. Mwananchi, fikiri tofauti. Now to Ben Ochen. Oh, here comes the chance! Goes in! Finally, the deadlock has actually been broken. Lopejo shot. Oh, hits the woodwork and comes back in play. That's Semuju now in the D. Semuju! What a goal! Mama, naomba maziwa. Mwanangu tena. Haya, kaa pale kuletee. Haya mama. Maziwa ya Azam kwa lishe bora ya familia yako. Bidhaa mpya kutoka Azam Dairy Product Limited. Bidhaa mpya ya whole milk iliyochujwa kwa ustadi na mashine za kisasa. Ni rafiki kwa ukuaji mzuri wa mtoto wako, ujenzi wa mwili na kuimarisha ngozi yako. Low fat ni mazuri kwenye shinikizo la damu, sukari na uzito mkubwa. Maziwa ya Azam yanapatikana kwa wingi nchini kote katika viwango tofauti. Azam Milk imethibitishwa kwa viwango vya kimataifa na ni salama kwa afya yako. Naam, tumerejea. Hii ni Morning Trumpet. Asante kwa uamuzi wako kuendelea kubaki nasi. Hoja inayotuleta pamoja na wataalamu hapa ni kuhusiana na kampeni maalum ambayo inazinduliwa na taasisi au jumuiya au association ya Habari Development kule Morogoro tarehe 22 hadi tarehe 20 hadi tarehe 22. Kampeni hiyo itafanyika huko Morogoro. Lengo ni kuhakikisha kwamba ujangili unakomeshwa katika mbinu tofauti tofauti. Timothy, ulikuwa unazungumza namna ambavyo tunaweza tukafanya huo utalii. Malengo ni kuondoa ujangili. Ndio. Ujangili unasababishwa na majangili. Ndio. Lakini kwa kushirikiana na wenyeji wanaozunguka eneo la hifadhi. Sawa sawa. Sasa pengine wanashiriki kwa sababu hawajaona faida ya hizo maliasili. Sasa tunafanyaje ili wao waone hizo maliasili kwamba zina manufaa kwao na washiriki katika harakati au kampeni za kupinga ujangili? Ndio maana nasema narudia pale pale. Mimi nakita sana kwenye uwajibikaji wa kila raia wa Tanzania katika uhifadhi. Uhifadhi hauhitaji uwe profesa, hauhitaji ukasomee sijui kitu gani. Ni jinsi ambavyo unaweza ukajituma kushiriki uhifadhi. Kwa mfano, labda nikupe mfano
wale kina mama wa Selu pale au sio Selu peke yake, hata sehemu nyingine yoyote, wana utaalamu ambao wamejifunza kutoka kwa mama zao na bibi zao na shangazi zao, labda kushona vikapu kwa mfano. Sasa tukasema labda okay, nyie kina mama katika shughuli yenu mnayoifanya tutawasaidia kuchukua hivyo vikapu tuvipeleke labda supermarket, labda I don't know, maybe Nakumatt tena wana ile nembo ya tembo wanaweza kuwa na wahifadhi pia. Tukaambia jamani, Nakumatt, embu chukueni vikapu vya kina mama kwa bei ambayo ni reasonable, ndogo ya kutosha, wao hata wakaongeza kiasi kidogo, lakini bado ikawasaidia uchumi wa wale kina mama ukakua. Kesho na kesho kutwa wale kina mama akimwona kijana wake anaenda mbugani kufanya uharibifu au anafanya vile, atamzuia kwa sababu anajua kabisa kwamba watalii wakija watanunua vikapu. Lakini pamoja na hayo, Watanzania sisi wenyewe, hebu tujitume kwenda huko. Kila organization, kila kampuni, kila biashara ione jinsi gani itakuwa involved kwenye kusupport hizi jamii za kule vijijini, ili wasitamani ile rasilimali wanayoiona mbele yao, mkaa sijui, kwa sababu hawauzi mkaa kwa sababu wanaotaka wapikie wao, no, wenyewe wanachoma mkaa ili wakuuzie wewe uliyeko Dar es Salaam wapate hela. Lakini wakiwa na alternative ya hiyo watapunguza, badala yake watuuzie vikapu, tuvipeleke katika supermarket na masokoni kwingine, sawa tuvitumie kubeba mizigo badala ya mifuko ya plastiki, sawa kabisa. Leta gumzo kubwa kabisa. Na labda nitazungumzia mkaa, watu watashangaa kwani mkaa ni kitu gani? Unapokata mkaa, unapokata mti ili uchome mkaa, manake unapunguza chakula cha tembo. Unapopunguza chakula cha tembo, tayari wale tembo wanapofika mahali wanaanza kufeel uncomfortable, wana feel stress. Sio tu kuhama, hata kuzaliana wanapunguza, kwa sababu tembo wako very sensitive. Wakiuawa sana, wakiona hakuna chakula, ukame umezidi miaka 2-3 mfululizo, wanasimamisha uzazi wao, wanapunguza kuzaliana. Sasa imagine tembo jike kupata mimba mpaka kuzaa anakwenda karibu miaka 2, miezi karibu 22 mpaka 24. Sasa miaka 2 ndio apate mtoto mmoja. Akisimamisha miaka 2 kuzaa, manake hawazai mapacha. Mapacha mara chache sana, sijawahi kusikia kwa kweli. Kwa sasa kama tutaharibu yale mazingira yao na tutashindwa kuyatunza yale mazingira, hata tukipambana na masuala ya anti-poaching haitasaidia kwa kiasi hicho. Lakini tukiwa na yale mazingira, maji yawepo, chakula chao kiwepo, na wakaendelea kuendeleza ile ecosystem, kwa sababu once you disturb ile ecosystem, kila kitu pale kinakuwa destroyed, kinaharibika. Nikushukuru sana Timothy. Kuna hoja moja ya matumizi ya teknolojia. Wakati tukizungumza hapa nikapata kumbukumbu nzuri, nimepata, ndio maana nilisema mwanzoni bwana, na mimi ni mwanahabari wa mazingira. Pata nafasi ya kukutana na kijana ambaye anafanya, ni engineer, anasema engineer mchanga, young engineer. Yeye kazi yake ni kuassemble drone. Pamoja na kuzitumia drone katika hali ya kawaida, unajua imezoeleka kwamba drone zinatumika kupiga picha zile za angani na nini, lakini yeye anasema anataka kwenda mbele zaidi, kutumia drone kukabiliana na changamoto ya ujangili. Hebu tumsikilize kidogo, alafu tutasikia kutoka kwenu teknolojia hii. Drone zinatumika kupigana na ujangili, anti-poaching, kwa sababu unapokuwa umeweka kamera, drone ina uwezo, ukifanyia programming kutokana labda na processor ambao natumia, ikaelewa ndani ya ile picha kuna nini. Okay, so unaweza ukawa unaipaisha yenyewe, inafanya labda inachukua gamma rays na kuweza kuelewa labda huyu ni tembo ambaye anawindwa na watu kiasi fulani. Kwa hiyo yenyewe itakupa hiyo information na wewe itakuwa imesha kusaidia kuweza kujua kwamba kuna ujangili unaendelea mahali fulani. Na hilo ni tatizo kubwa ambalo tunalo hapa Tanzania, la ujangili wa tembo na vifaru. Ni project ambayo naifanyia kazi, kwa hiyo bado iko kwenye mchakato mzima. Kuna processor ambayo inaitwa Raspberry Pi, ni microcontroller ambao una embed labda na kamera, unaifanyia coding na nini, and then inakuwa ina understand zile patterns za tembo, kwamba labda tembo akiwa amepigwa risasi na kuaje, labda kukiwa kuna ujangili na kuaje, nitamtofautishaje kikundi cha tembo na kikundi cha mti, etc. Huyu anaitwa Tony Eric, kijana mdogo wa miaka 23 pale. Sawa kabisa.
Kitek Arusha, ni mkufunzi pia. Okay. Anapenda sana kutengeneza hizo drone. Okay. Umemsikiliza na Daniel, nimedokezwa kwamba wewe ni mtaalamu wa masuala ya IT. Bila shaka umemsikia vizuri na kumwelewa kuliko mimi. Ni kweli kuna terminologies hapo nimezielewa na amenikumbusha sana microcontrollers na nini sana. Nikizungumzia hii teknolojia, kwanza nikitoa mfano kwa wenzetu majirani zetu wa Kenya, wana kitu kinaitwa Rhino Park. Rhino Park. Yes. Yaani rhino wote wamewekwa katika park moja. Alafu zimefungwa drones. Ambapo drones zile zinazunguka katika ile park kuangalia security wise mambo kila kitu kinachoendelea. Sasa alichokuwa nakielezea kijana wetu hapo ni jambo ambalo ni sahihi kabisa, kwa sababu kama ata connect microcontroller, ata connect na zile kamera, maana yake itakuwa inaweza kufanya something like image processing au kwa identify zile patterns ambazo itakuwa inatoa taarifa moja kwa moja, kwa sababu hizi ni jinsi ambavyo ataiprogram au jinsi kama serikali itakavyoamua kuiprogram kwamba inaweza kuwa ipo kule, lakini wapo wamekaa ofisini au wamekaa katika hiyo center au control room wakiwa wanaangalia kila kitu ambacho kinatokea kule, na inaweza kufanya na processing kabisa, kwamba sio tu inaonyesha picha, inaonyesha na hali halisi, kwa sababu tembo anahisia. Kwa hichi kifaa kinaweza kaunganishwa na hali ya tembo, akiwa kwenye oga, kifaa ka detect kwamba hapa kuna kitu hakiko vizuri kwa tembo, kuna kitu kimepanda, nguvu zake zimepungua, au ameingia kwenye hofu, au anaumwa, au kuna kitu fulani amepigwa, drone inaleta taarifa moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa tu tayari unapata pale ni information, yani taarifa ambayo imeshafanywa kazi. Kwa hiyo inatakiwa tufanye maamuzi kwamba umetuma timu haraka sana kwenda kule na nini. Na ni teknolojia kubwa ambayo ningependa sana itumike hata sisi kwenye coaching clubs. Ukiangalia kwenye malengo yetu hapo, tunataka tuhakikishe kama haya badala ya kutumia helikopta, kuna kipindi ambapo serikali inatumia helikopta na ikatunguliwa. Yes, sasa ni riski kwa sababu helikopta lazima mtu awepo pale ndani na nini, lakini tunatoka na kifaa ambacho sasa kipo chenyewe, lakini at the same wakati huo kinaleta taarifa kamili, sio tu picha, kinachukua picha, kinaifanyia kazi na kinatoa taarifa. Kwa hiyo ndio tufanye maamuzi. Usipofanya maamuzi, labda wakati ukizungumza hivyo pia Eric alijaribu kutupa tafsiri ya drone. Yes. Drone ni nini? Hebu tumsikilize tena kidogo. Unmanned aerial vehicle, kumaanisha kwamba ni helikopta ambazo zenyewe hazihitaji abiria au labda pilot wa kumwendesha akiwa pale juu ya ile ndege. Kwa hiyo ni ndege ambayo unaendesha pilot akiwa chini. Wewe unakuwa chini, then unatuma signal, yenyewe inaruka, labda inaenda sehemu fulani na unaendesha na unairudisha. Kumbuka kwamba drone ni kama kabinadamu fulani kinatakiwa kajielewe. Okay, mimi kwamba labda nina mabawa manne. Okay, haya mabawa yako huku na huku, sio labda huku na huku. Umeona? Alafu pia labda inatakiwa ielewe kabisa kwamba natakiwa ni communicate labda na radio fulani. Umeona? Utakuwa ifanyie programming, ijue mbele, nyuma, juu, chini, sio swala la kuendesha na kuirusha tu. Drone unaweza kaiambia kwamba nikipoteza mawasiliano ifanyaje. Okay? Kwa sababu unajua ukisoma unatengeneza iruke tu, ikipoteza mawasiliano inaweza kadondoka kama ndege aliyepigwa risasi. Kwa hiyo sasa yenyewe inatakiwa ielewe kabisa kwamba nikipoteza mawasiliano natakiwa nishuke chini taratibu au nirudi pale ambapo nimeanza kurukia. Kwa Tony Eric akijaribu kutupa tafsiri ya drone. Christopher, unaisoma vipi? Wewe sio wa IT Mimi in fact kitaaluma mimi ni mwanasheria. Wewe ni mwanasheria zaidi. Lakini najaribu kuangalia namna sasa hii timu yetu ya Habari Development Association clubs hizi tunaweza tukafanyaje kuhakikisha kwamba teknolojia nazo hizi zinapewa nafasi na heshima yake. Kijana mdogo kama huyu anajaribu kuleta mawazo, namna gani tunamsupport kufanya hilo lipate matokeo makubwa? Ni kweli. Kwanza nimefurahi sana. Nimejaribu kumtazama pale na nimpe hongera kokote aliko, na kama anatusikia tunatamani hata kupata muda kuona naye kwa sababu ni mtu ambaye ana malengo mazuri. Mimi ni muumini wa teknolojia. Na kwamba ni mwanasheria kabisa, ni muumini kwa sababu ndiko tunakokuelekea.
na tunahitaji kupiga hatua ya haraka sana. Sasa dunia imeamua hivyo na tunapelekwa na hilo wimbi kwa haraka, na lazima tufanye maamuzi ya haraka, na ninaamini serikali wana nia njema na wanatamani kufanya hivyo. Ukiangalia teknolojia ndio kitu ambacho kinaweza kutusaidia sasa hivi kupambana na hii hali ambayo tunapambana nayo, kwa sababu sio rahisi kumfuata mtu sehemu moja moja kila mahali aliko. Yale mapori ya wanyama ni makubwa mno. Utaangalia, ametoa mfano wa Kenya, lakini nataka kutoa mfano wa nchi kama Afrika ya Kusini. Wanafanya hivyo. Wana hizi helicopter hizi ambazo haziendeshwi na mtu, zinaendeshwa na mitambo maalum ambao kuna mtu anakuwa anaielekeza. Inafuatilia hatua mbalimbali za wanyama ambao tayari wako hatarini kupotea. Na kwa dhana hiyo sisi kama nchi yetu ya Tanzania, na sisi kama vijana ambao tunakuja, narejea kwenye lile swali la Mheshimiwa Rais mstaafu wa Marekani ambaye ni marehemu sasa, aliyosema nini wewe unaweza ukaifanyia nchi yako. Tumeamua si kila kitu wananchi lazima, si kila serikali kufanyie. Lazima wananchi sasa tuje na mawazo ambao ndio wazo la huyu kijana mwenzetu ambaye amekuja nao. Kaifanyia sehemu yake. Hatuwezi kila wakati tulaumu. Wale ambao wana uwezo wa teknolojia wajitokeze. Wale ambao tuna uwezo wa kuorganize, kuwaleta watu washiriki kwenye jambo na kuwapa elimu, tujitokeze. Wale ambao ni wanahabari tuandike. Wale ambao ni walimu tufundishe madarasani, kwa sababu huku watoto ndiko wanakobebwa wanakuja mpaka huku. Mfano mzuri ambao nitakupa Bwana Faraji. Unajua unaweza ikafika mahali inafika mtu yuko chuo kikuu, ameolewa, ameoa mpaka anafikia umri wa utu uzima, hajawahi kukanyaga mbuga ya wanyama. Unadhani huyu mtu kwa namna hii atakuwa na moyo wa dhati kuweza kupambana na haya yanayoendelea? Kwa sababu hana muunganiko, hana connection kabisa. Ndio hoja ambayo nilitaka pia Timothy pale atusaidie kutushauri Tanzania tunaokusikiliza na kukutazama tunafanyaje ili kuchukua hatua ya kuwa watalii wa ndani. Kabla hujasema hayo, mtasoma maoni ya watazamaji wetu ambao wanatutizama kwa sasa. Wao wana nini ambacho wanafikiri kinaweza kikasaidia kupunguza huo ujangili? Twende katika maoni ya watazamaji wetu. Bila shaka atakuwa tayari producer wangu ananiambia. Huyu anaitwa Halid Saidi Kachuru wa Kilindi Tanga. Anasema karibu asilimia 80 ya wananchi wote tunajua ujangili wanyamapori ni nini, ila katika kukabiliana nao ndio hapo sasa wengi wetu tumekuwa tukitofautiana, kwani utakuta miongoni mwetu ndio majangili na baadhi yetu tumekuwa wavivu ama waoga wa kutoa taarifa za watu ambao ni majangili. Tunawaficha katika mabano maandika. Binafsi bado sijashuhudia tukio la ujangili wa wanyamapori, ila nikiliona sitamfumbia macho mtu huyo. Harid Kachuru. Isa Sambo Mpendamani wa Dodoma area D unasema uelewa upo kwa kiasi chake, tatizo lipo kwa baadhi yetu kupenda njia za mkato kwa kutozingatia taratibu za kiuwindaji. Ni vema kama wananchi tukaelimishwa zaidi na kufaidika na uwepo wa mbuga husika kwenye jamii yetu. Hiki ndicho amekisisitiza sana Timothy pale. Je, utoaji wa vibali vya uwindaji vinazingatia idadi iliyopo ya wanyama pori husika, na ni hatua zipi za kufuata katika kupata vibali hivyo? Deogratias Kazimili wa Tanga unasema ujangili wa wanyamapori na ufahamu, lakini namna ya kukabiliana nao ni kizungumkuti sana. Sasa sana naweza kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Hicho ndicho anachoweza kufanya akizipata taarifa za kutoa. Matikiti Muhammad wa Karanga Moshi unasema kwa kweli jamii haina uelewa kuhusu ujangili na jinsi ya kukabiliana nao. Hivyo wahusika wanapaswa kutoa elimu kwa jamii ili wapate kuelewa. Na mwisho, japo siku muhimu, Haruna Chilimba wa Tandahimba mjini wanasema jamii inatambua huu ujangili, tatizo lililopo hakuna ushirikishwaji wa moja kwa moja. Ndio maana hapa pakitokea ujangili wa wanyamapori hakuna msemaji, ila kungekuwepo na uwezeshwaji katika eneo linalozunguka hifadhi za wanyama au mapori, swala la ujangili lingetoweka.
Huyu ni mtazamaji wetu Haruna Chilimba anahitimisha maoni ya watazamaji. Muda wetu si rafiki sana, lakini tuliahidi kwamba Anthony angeweza kutueleza kwa ufupi kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kuwa watalii sisi wenyewe kwa kupenda. Lakini kabla hujalisema hilo, tupe kidogo tathmini ya maoni haya, alafu tuambie tunafanyaje, mimi nafanyaje sasa kuwa na mimi mtalii. Nashukuru sana Bwana Faraja. Kuwa mtalii mara nyingine kujiita mtalii unaanza kujitengenezea mazingira fulani hivi ya kuhama kwenye binadamu wa kawaida kwenda kwenye kuwa mtalii. Sasa nadhani ile nayo sitaki kusema sio vizuri kuitwa mtalii, lakini inapoteza ile uhalisia. Unaanza kujifikiri sasa ili nikatalii lazima niwe na nifanane fulani, niwe na hela, niwe na uwezo fulani, labda nijue Kiingereza. Utalii umefungamanishwa na huko kutoka nje, umefanana na wageni hivi. Kwa hivyo sasa sisi tunajaribu kuona kwamba utalii ni mtu yoyote, na utalii ni sehemu ya mapumziko. Watu wanafanya kazi Dar es Salaam, kila siku unaamka asubuhi, unakimbia na gari, unaenda ofisini, jioni unarudi nyumbani, mwaka mzima, miaka 2, 3, 4, mpaka unafika mbali unachukia kazi yako. Lakini ukipata at least siku 3, 4, nenda tu kakae porini, angalia wanyama, soma mnyama anaishije kule ndani, ana mawasiliano vipi na mnyama mwenzie, survival yao ikoje, ule maisha yao yakoje kule porini. Hata kuna mambo mengi sana mimi nimejifunza kwenye maisha yangu nayoishi leo kutoka kwa wanyama wa porini. Nilikwambia tulikuwa tumekwenda Arusha Easter wakati wa break. Tulikuwa tumeenda kutembelea snake park. Sasa watoto zile familia wakawa wameona, wanafundishwa jinsi nyoka anavyogonga. Sasa nyoka ana mfuko una sumu kwa juu, alafu ana vimeno vimekuja kwa mbele. Mimi nadhani madaktari na wataalamu waliotengeneza sindano walijifunza kwa nyoka. Kwa sababu jinsi nyoka anavyouma vile ni exactly the same kama vile syringe ya sindano. Ndio hivyo tu, hamna kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ni same tu mojawapo ya science ambayo tumejifunza kutoka kwa wanyama na mambo mengi sana. Kwa hiyo tayari unahama kwenye hii dunia kukimbizana na foleni huku, unaenda kupumzika kwa siku 3, 4, inakuwa ni fresh. Na vile sasa hivi hoteli nyingi za kitalii zimefunguka, ziko tayari kusupport huu utalii wa ndani, kupunguza bei. Hoteli ya Ngurudoto tulikuwa tumekaa pale, very reasonable kwa kweli, kwa sababu ni Watanzania na wamefurahia hata kushiriki katika kupunguza bei. Kwa hiyo sio kwamba hii utalii ni kwa ajili ya wageni, ni ghali, ni style fulani ya maisha ambayo no. Na once tukiweza kufanya hayo yote, mashule kwa mfano naenda camping, nafanya tu camping, ni hema lako basi. Nakushukuru Timothy. Kwa upendeleo kabisa, dakika zimekwisha, producer ananionya. Daniel, usema kidogo kuhusu maoni haya ambayo tunayaona pale. Kwanza nimeshukuru kwamba Watanzania wanafuatilia sana topic yetu ya leo, na maana yake wameweza kuguswa kuhusu mambo ya ujangili, na nikiangalia comment zao wengi wanaomba wengine wanaomba elimu zaidi, wengine wanahamasisha kutoa taarifa, na kile kitu ambacho tunaweza kufanya kama wananchi tufanye. Na ningependa kuwakaribisha sasa Morogoro kuanzia tarehe 20 siku ya Alhamisi mpaka tarehe 22 ambayo itakuwa ni Jumamosi. Siku 3 hizi kwa kweli watajifunza mambo mengi sana. Taasisi mbalimbali zitakuwepo kwa ajili ya kutoa elimu na maswali yote yatajibiwa pale. Na mgeni rasmi atakuwa nani? Mgeni rasmi atatangazwa muda si mrefu na taasisi ambayo tumewachia. Daniel Sarungi, mratibu mkuu wa Habari Development Association. Muda wetu si rafiki kuendelea, ningetamani kuifahamu zaidi Habari Development Association, lakini tutapata wakati mwingine. Christopher Kajitueli, nalitamka jina kwa utulivu kabisa nisikosee. Mratibu pia katika Habari Development Association, lakini pia mratibu wa campaign ya masuala ya kupinga ujangili itakofanyika tarehe 20 mpaka 22 mwezi huu wa 4 2017 pale Morogoro. Tukushukuru Timothy Mdinka mhifadhi na pia mkurugenzi wa Land Africa kwa kushiriki nasi. Asante sana. Tufikia mwisho wa Topic of the Day au mada ya siku katika Morning Trumpet. Mimi ni Faraja Sendegea. TC atakuwa hapa katika live entertainment kumalizia Morning Trumpet. Asante kwa kuwa nasi.
Mwananchi Communications Limited tunakusogeza karibu zaidi na ulimwengu wa habari na matukio ya kijamii, siasa, uchumi, michezo, burudani na makala murua kupitia magazeti yetu ya